Karibu mpendwa mtazamaji wa vipindi vyetu vya ufalme na ukuhani. Ni mimi mtumishi wa Mungu, nabii na mtume Chazi. Kuna mada iko mezani hapa ambayo nimeipa kichwa dini na siasa. Nianze kwa kueleza kuwa huwezi kuyatenga maisha ya mtu mmoja na siasa. Ndio sababu Mtume Paulo anaonya katika ile Timotheo sura ya kwanza, Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza, anasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Lakini pia anaongea na Tito, Mtume Paulo anaongea na Tito, anamwambia katika ile Tito 3:1, anamwambia wakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi njema. Hapa Mtume Paulo anaonyesha jukumu la watumishi wa Mungu aliye juu sana. Inawezekana ukawepo uzito wa kuwalinganisha viongozi wa dini ambao wanawajibika zaidi kwa dini na madhehebu yao kuliko kuwajibika kwa Mungu. Kwa sababu hiyo wanatumia kwa hila jina la Bwana Yesu. Kutumia njia yoyote ile ili taasisi zao ziendelee kujijengea jina na kuwa na wafuasi wengi na mapato mengi. Hali za watu kimwili na kiroho hazina umuhimu sana kwao. Muhimu ni madhehebu yao na majina yao. Nakumbuka wakati fulani nilikuwa napita katika mitandao ya kijamii, nikaona posti moja ya mtumishi mmoja wa Mungu analalamika jinsi ambavyo maombi ya kuliombea taifa yalivyoendeshwa. Anasema alifika akaona, yeye alikuwa amejiandaa kwa ajili ya kwenda kuliombea taifa. Alipofika pale akaona ratiba inaonyesha utambulisho wa viongozi, lakini baadaye ukafuata tena utambulisho wa viongozi wa dini. Viongozi wa dini walipokuwa wanajitambulisha walikuwa wanatumia karibia dakika 5, mwingine 6. Maelezo ni mengi kweli kweli. Kwa hiyo sasa mwisho wa siku akakaribishwa mgeni rasmi. Alipokaribishwa mgeni rasmi, muda haukuwa mrefu maombi yakafungwa. Kwa hiyo watu hawakuomba. Ina maana kilichofanyika ulikuwa ni utambulisho zaidi wa viongozi wa dini. Wewe unaanza kujiuliza kwamba hao watu wanaenda kwa ajili ya kumwomba Mungu au wanakwenda kujitambulisha wao. Na mimi nilipoiona nikaona ni jambo ambalo na wewe pia nikushirikishe uweze kulitafakari na wewe jinsi ambavyo hili liko. Sasa hao sio ambao Mtume Paulo anawataja kwa Timotheo na Tito, aina ya watumishi hao au viongozi hao wa dini ambao Isaya aliwaona tokea mbali, tokea zamani. Katika Isaya 56 mstari wa 10 anasema walinzi wake ni vipofu, wote hawana maarifa, wote ni mbwa waliao, bubu hawawezi kulia, wote ndoto ulala upenda usingizi. Naam, mbwa hao wanachoyo sana, hawashibi kama. Na hao ni wachungaji wasioweza kufahamu neno, wote pia wamegeuka upande, wazifuate njia zao wenyewe, kila mmoja kwa faida yake toka pande zote. Nabii Isaya anasikia hata mahubiri yao kutoka mbali, yapata zaidi ya miaka 2800 iliyopita. Lakini Isaya anasikia hata mahubiri yao. Angalia anapoeleza katika Isaya 56 mstari wa 12. Anasema hao watu wanahubiri vipi? Ni kama alikuwa anasikia mahubiri yao. Anasema husema, njooni nitaleta divai, na tunywe leo sana kileo, na kesho itakuwa kama leo, sikukuu kupita kiasi. Wakipingana wazi na neno la Yesu Kristo, anavyosema katika ile Mathayo 6:34. Basi msisumbukie kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe, yatosha siku kwa maovu yake. Kwa hiyo wao wanaitazama siku katika namna ya sherehe, lakini katika ulimwengu wa roho siku iko katika namna ya masumbufu mengi. Mungu anatazama watu wangapi wanakufa. Wao kwao si hoja, wanaangalia wale ambao wanawaletea sadaka, wanaangalia fedha kuliko kuangalia maisha ya watu hawa ambao wanapoteza maisha. Viongozi hao ndio wanaokuja kushangazwa na kukataliwa kwao kuingia mbinguni, ile katika Mathayo 7:22. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Viongozi hawa ni vipofu na madhehebu yao yako kwa ajili ya kupotosha watu, na imeingia kuwapotosha hata viongozi wa serikali ambao wangekuwa vizuri. Wengine ni watu wazuri, lakini wanapotoshwa na viongozi hawa wa dini.
badala ya kuwaonyesha viongozi wa kiserikali, serikali za dunia mambo yanayopaswa kuyatenda ili kufikia hatima nzuri ya mataifa yao na wananchi wao wakawa na maisha mazuri, lakini wao wanafanya mambo ambayo Yeremia anayaona ile 23:1, wale wao wachungaji wanaoharibu kondoo za malisho yangu na kuwatawanya, anasema Bwana. Badala yake wamegeuka makada wa vyama na kondoo, wamekosa wachungaji. Kwa hiyo wale ambao ni viongozi wa kisiasa ambao itakiwa waongoze, nao wamekosa uelekeo, kwa sababu na wao wameingia huko na wamegeuka makada. Sio kwamba wamegeuka makada. Wananchi wanaendelea kuishi katika dimbwi la umaskini ambao umejaa mateso makubwa ya kufanya kazi na kujituma sana bila kuona matokeo. Na haya sisemi kwa maana ya taifa la Tanzania, nasema katika picha kubwa ya ulimwengu. Mambo haya yanatokea kila mahali. Kwa hiyo wakati fulani tena nikamsikia kiongozi mmoja wa dini anasema Watanzania wengi ni wavivu. Kimsingi hili jambo ni rahisi kulisema, lakini nafikiri ni kulisema unaponena na mtu mmoja. Lakini kulitangaza katika umma kwamba Watanzania ni wavivu, sikuona kama ni sawa sana. Inawezekanaje Watanzania hao ambao usiku na mchana wanahangaika kupata mlo wao mmoja, huku wakiwa wengine hawana makazi na mavazi, ikiwa ni jambo la majaliwa? Hao ndio wanatoa sadaka hizo ambazo zinawafanya kiongozi huyu wa dini atamke maneno haya ya kuchosha na ya kukatisha tamaa. Watumishi wa dini kama hawa wanatajwa katika Biblia. Ona kisa cha mfalme Ahabu wa Israeli na mfalme Yehoshafati wa Israeli wanapatana kwenda vitani, lakini kwanza wanawauliza manabii. Katika ile Wafalme wa kwanza sura 22 mstari wa 6, ndipo mfalme wa Israeli akawakusanya pamoja manabii kama watu 400, akamwambia, je, niende Ramoth Gileadi kupiga vita au ninyamaze? Wakasema, kwea, kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Mfalme wa Yuda anaona kuwa jambo hili haliko sawa. Watumishi hawa anauliza mfalme, je, hakuna nabii mwingine tumuulize? Lakini Yehoshafati akasema, je, hayupo hapa nabii wa Bwana tena tumuulize yeye? Mfalme Ahabu anaonyesha chuki yake kwa Mikaya. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, yuko mtu mmoja ambaye tungeweza kumuuliza Bwana kwa yeye, yaani Mikaya mwana wa Imla, lakini namchukia kwa sababu hanibashirii mema ila mabaya. Yehoshafati akasema, la, mfalme asiseme hivi. Utumishi wa Mungu hauna maana huko kwa ajili ya kuwafurahisha watu, bali kuwaonya na kuwaongoza katika kweli. Mikaya anaitwa huku manabii 400 wakiongozwa na Zedekia wanafanya unabii wakitabiri ushindi. Mjumbe aliyetumwa kumleta nabii Mikaya ambaye alikuwa amefungwa gerezani anampa angalizo, anamwambia, na mjumbe yule aliyekwenda kumuita Mikaya akamwambia, angalia. Akasema, angalia sana maneno ya manabii, kwa kinywa kimoja husema mema kwa mfalme. Neno lako liwe na kusihi kama neno la mmojawapo wao, ukaseme mema. Lakini sikiliza majibu ya Mikaya. Mikaya akasema, kama Bwana ishivyo, neno lile Bwana niambialo ndilo nitakalo nena. Kwa tafsiri nyingine, kwangu kuwa gerezani si tatizo kama nasema kweli. Itakuwa ni tatizo kama nitakuwa gerezani kwa sababu nimeiba au nimevunja sheria za nchi, lakini kama nitakuwa gerezani kwa sababu nimesema kweli, naam, na iwe hivyo, kwa sababu ndivyo alivyofanyiwa hata Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini haijawa hivyo kwetu. Wakati mwingine tumekuwa gerezani kwa sababu ya mambo ambayo hatukutakiwa kuyafanya. Kwa hiyo tunastahili adhabu hizo. Kwa sababu ya unafiki huo viongozi wa dini, hali ya taifa imekuwa mbaya, mataifa mbalimbali imekuwa mbaya. Huwa natafakari sana kwa habari ya nchi kama DR Congo, majirani zetu. Utajiri wake ulivyo mzuri, nchi ilivyo mzuri, lakini hali yake ilivyo. Lakini wakati mwingine ndivyo tunapoangalia hata taifa letu la Tanzania. Sina haja ya kugombanisha, nachokisema ni kwamba naangalia utajiri wa nchi, lakini ndani ninasikia kile ambacho Mungu ameiweka kwa ajili ya taifa hili, lakini hatujafikia bado. Viongozi wanajitahidi kwenda, lakini tunahitaji macho zaidi, watu wanaoweza kuona mbali na kusikiliza sauti ya Mungu ili tuweze kufikia katika hatima ya taifa. Kwa nabii Hagai anatoa unabii juu ya viongozi wanafiki hawa sasa wa dini. Anaanza na muongozo katika ile huyu nabii ni nabii anatoa maneno pale, ni Malaki huyu 2:7 anasemaje? Kwa maana yapasa midomo ya kuhani hifadhi maarifa, tena yapasa watu kuitafuta sheria kinywani mwake, kwa kuwa yeye ni mjumbe wa Bwana wa majeshi. Kwa badala ya viongozi hawa wa dini wanafanya nini sasa? Badala ya kuwa na hekima ndani,
Hasa bali ninyi mmegeuka na mkaiacha njia, mmewakwaza watu wengi katika sheria, mmeliharibu agano la Lawi, asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo unaona walichofanya hawa manabii na mitume na wachungaji na walimu na wainjilisti. Wamekuwa wanatafuta tumekuwa tunashindana, ni kama tunafanya usanii, kuona watu wangapi wanakufuatilia, kutafuta visa. Mtu anavamia tu visa, anaanza kueleza. Ni kama ugomvi wa ndani ya nyumba, mnaenda kugombana nje. Unaonaje mtu huyu, mwanamke huyu ambaye kitofautiana ndani ya nyumba, anatoka nje ya uwanja anaanza kupiga kelele, wakati wewe umeingia chumbani useme taratibu ili muweze kulimaliza hata watoto wasisikie. Unaweza kuona jinsi inavyokuwa. Kwa hiyo tumekuwa na watu wa aina hii, ugomvi ambao uko ndani ya kanisa, watu wamechukulia kama ni fursa ya kutangaza. Kuta mtumishi wa Mungu amesimama anasema fulani amefanya hivi, mimi siku, kwa nini usimfuate? Ukampigia simu ukamuonya, na ukishamuonya si inatosha? Kwani Mungu haoni juu yake? Kwa hiyo wakati mwingine haya mambo mimi ninayatazama katika namna nyingine, ninayatamna katika namna hiyo. Ndio maana nikasema ni maada nimeileta, na wewe unaweza kuyatazama unavyoyaona, lakini nafikiri ni vema zaidi, kwa sababu ninaamini Roho Mtakatifu sio mafarakano. Roho Mtakatifu yeye ni wa utaratibu. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na utaratibu, tusifanye kama tupendavyo. Wakati mwingine tusifanye kama vile ambavyo sisi tunaona, tufanye kama vile ambavyo Roho Mtakatifu anatuongoza. Sasa napohitimisha mada hii ambayo nimeiweka mezani hapo, niseme kwamba wakati tulio nao sio wakati wa kuoneana haya. Na naposema haya, si kwamba useme kila kitu au wakati wa kugombana. Kila mmoja asimame kwenye nafasi yake. Wale wanaotazama michezo mbalimbali au wanafanya operation mbalimbali za kijeshi, kwa mfano special forces. Special forces ziko trained, kuna kila mmoja yuko kwenye nafasi yake, ndio maana wanafanya vizuri. Sio mmoja anafanya kazi zote. Kuna mdunguaji ambaye wanamuita sniper, yuko anakaa, kuna mmoja. Kwa hiyo mambo yanakaa vizuri kwa sababu wanafanya kazi kama timu na kila mmoja anafanya kazi mahali pake. Kwa hiyo ndivyo ambavyo imetupasa sisi kama kanisa kufanya kazi hivyo, sio kushambuliana sisi kwa sisi. Badala yake tunampa nafasi ya adui kutuharibu. Kwa hiyo mtu mmoja anapopungua katika special force, tayari kuna jambo linaharibika. Kwa hiyo unabii na fainali ya mambo yote iko karibu, ili kila mtu aweze kutoa hesabu ya maisha yake mbele za Muumba. Kwa hiyo nikuombe uamke, pendwa mtazamaji, popote ulipo. Amka. Nimetaja viongozi, lakini hata wewe pia ni kiongozi wa nyumba yako mwenyewe. Yesu anatafuta viongozi ambao watamsikiliza yeye, sio wanafanya yale ambayo wanayaona. Na dini yako, dhehebu lako ni zuri kwako, sisemi kwamba ni baya, ni zuri kwako, lakini mbele za Mungu, Mungu anaangalia moyo wako na utii wako kwake. Kwa hiyo kiongozi kipofu atawatumbukiza watu wote katika shimo. Ndio maana unaona hapa Ufunuo wa Yohana ile 20:6 anaandika, huo ndio ufufuo wa kwanza. Ili mtakatifu ni yeye aliye katika sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali hao watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Lakini ile 20:15 anamalizia anasema, iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Ndugu yangu mpendwa, muda hautasubirishwa tena. Yesu yu njiani kuja. Nikukaribisha uweze kusubscribe kwa maana ya kuitangaza Injili, si kwa ajili yangu, ni kwa ajili ya kuitangaza Injili, na kulike, lakini na kucomment. Toa mawazo yako. Nini ungeona wewe, nini umeelewa na wewe pia. Mungu akubariki, tukutane wakati mwingine. Niseme njoo Bwana. Amen.